Wapendwa zangu waumini, tumekusanyika kwa ajili ya kusali na kuombea marehemu wetu. Ni mwezi huu wa Novemba ambapo kanisa zima ulimwenguni kwa mwezi mzima kabisa kusali kwa ajili ya marehemu. Kwetu sisi leo kwa namna ya pekee tunakutana kwa ajili ya ndugu zetu marehemu ambao wameaga dunia hivi punde kwa sababu ya shida zilizojitokeza kuanzia tarehe 29 na siku zilizofuata. Lakini tunaposali kwa ajili yao, tunasali pia hata kwa wale ambao ni majeruhi, bado wanauguza vidonda, bado wanauguza mioyo ambayo imepondeka kwa hofu na maumivu makubwa. Lakini pia tunaombea familia zote na Watanzania wote, wale wanaopenda amani katika nchi yao, waweze kutulia katika Mungu, watulie wakiamini Mungu wao aliyewaumba, tena akawaumba kwa sura na mfano wake. Hivyo basi ninaanza kwa kuwapa pole. Tulikuwa katika mahangaiko, nimesema katika utangulizi, ulifungwa katika boksi. Sisi Wasukuma tuna kitu kinaitwa ikorogoto. Humo kulikuwa kunawekwa nafaka, ni magala yale ya zamani, inakandikwa kwa mavi ya ng'ombe. Chakula kikiwekwa humo, dumuzi hawaingii humo. Chakula hicho kingekuwa na chenyewe kina macho, hakiwezi hata kuona nje. Tumefikia hivyo Watanzania, lakini mbaya zaidi ni ile fedheha ambayo tumeipata. Watu walifurahia Tanzania, na ndio sababu wamesali, wameomba kwa ajili yetu. Sisi tulipokuwa tunalia ndani ya majumba yetu, kumbe wengine huko, hayo tunayasikia baada ya kuwa tumetoka katika shida hizi. Walikuwa wanasali, walikuwa wanaomba. Nimewaambia walikuwa wanatolea sadaka ya misa takatifu kwa ajili ya Watanzania. Baba Mtakatifu akasali kwa ajili ya Watanzania. Wapo sehemu mbalimbali walifanya maabudu kwa ajili ya Watanzania, lakini wapo waliopiga kelele, wafunguliwe, wafunguliwe. Waliotufunga ni wenzetu, ni ndugu zetu, watoto wetu, vijana wenu mliowapeleka huko wakafanye kazi wakaajiriwa. Wamegeuka kuwa mikono miovu, mikono ya dhambi, inamwaga damu. Ni dhambi kubwa, ni janga katika nchi yetu. Tunapomlilia Mungu, tunapolia na kuhuzunika, tunapoomboleza tokana na vifo vingi ambavyo Watanzania hatujawahi kushuhudia kwa mtindo huu wa ovyo na wa kiovu, turejee kwanza kabisa katika maandiko matakatifu, tena bila kusahau neno la Mungu katika maandiko matakatifu. Hekima sura ya 3 mstari wa 1 na kuendelea. Somo la kwanza tulilolisikia, roho zao wenye haki wamo mikononi mwa Mungu, wala maumivu hayatawagusa. Maelfu ya Watanzania, nasikia hata wasiokuwa Watanzania, tunasikia wametangulia mbele ya haki. Hao wamefikwa na mauti, kila mmoja kwa namna yake. Wapo waliofikwa na mauti katika harakati za kuonyesha hisia zao.
wameonyesha kuwa kuna kitu kinawakera, kinawaumiza. Hawa walitaka wasikilizwe, hawakusikilizwa. Wapo waliofikwa na mauti wakiwa majumbani kwao. Wapo wengine walikuwa hata safarini, wakitoka walipokuwa wakienda majumbani, wawahi watoto wao, wawahi ndugu zao. Wengine walikuwa ndo wanaelekea majumbani, wagonjwa wakitoka mahospitalini. Hawa yamewakuta yaliyowakuta. Kwa mara ya kwanza Tanzania mwaka 72, nakumbuka hata mimi ilianguka bomu hapa Mwanza hapa mwaka 72. Watu walikimbia ovyo ovyo, wakaja mpaka kwetu, tukaishi nao. Ilikuwa sijawahi kuvaa viatu, nikavaa viatu vyao ili na mimi niende shuleni. Kwa Tanzania hawajazoea kusikia risasi. Hawa wote wamepatwa na mauti. Mungu awarehemu, awasamehe dhambi zao, wapumzike kwa amani. Wapo wenzetu ambao wanaumia, na wao ni kama wamekufa tu. Wamepoteza wenzao, wamepoteza watoto wao, wanahangaika. Hawa wote lazima tuwakumbuke kwa namna ya pekee, wapa pole. Tukiweza kuwatembelea, tukawafariji, ni tendo jema, ni tendo la kiutu, ni tendo la Mwenyezi Mungu. Mama Bikira Maria alimtembelea Elizabeth kwenda kumsaidia, alikuwa anahangaika. Watembelee wenzetu. Hata hivyo, wafu wetu hawa machoni pa wajinga wameonekana kwamba wamekufa, na kufariki kwao kunadhaniwa kuwa ni hasara yao, na kusafiri kwao toka dunia hii kuwa ni uharibifu, kwamba kuondoka kwao walijitakia, kwamba walitafuta kifo. Hivi ni kweli hatujui walichokuwa wakiomba? Hivi hatujui kweli walichokuwa wakitafuta? Ndugu zao hawajulikani walipo. Ndugu zao wameonekana wametekwa, wameuawa. Wengine wamekimbia nchi, wako nje. Hakujua kweli kwamba hawa walikuwa wanatafuta nini. Hawa walikuwa wanaomba nini? Waliomba haki, waliomba usalama wa maisha yao, waliomba kusikilizwa. Hata Mwenyezi Mungu daima tunamuomba usikie, Mungu. Tunasali hata katika litania, utusikie Mungu, kwa kuomba utusikie. Tunamulilia Mwenyezi Mungu. Litania jinsi ilivyo ni maandamano ya kumfikia Mwenyezi Mungu na kumfanya Mwenyezi Mungu asikie. Mungu hutuvumilia. Ndugu zangu, sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Kwa mfano wa Mungu, Mungu aliumba mwanaume na mwanamke. Tendo hili ni takatifu, ni tendo la uumbaji. Tendo hili linadai ushiriki wetu sisi wanadamu tulio mfano na sura yake Mwenyezi Mungu. Tendo hili linatudai sisi nasi kushiriki kuumba, linatudai kutunza na kustawisha uhai wa watu, kutunza na kuheshimu uhai. Kila mara tunalalamikia hata utoaji wa mimba. Ni janga jingine ambalo pengine tunalifanya bila kujua. Ni janga tunalolifanya kwa kutetea miili yetu sisi, kutetea sifa zetu sisi, lakini tunaangamiza kitu ambacho hakina uwezo wa kusema, hakina uwezo wa kujitetea. Mfanano wa jambo hilo
unafanyika na umefanyika katika Tanzania. Wasiokuwa na bunduki, wasiokuwa na silaha, waliokuwa na midomo tu wanapiga kelele, yakawafika. Na amri za Mungu zinasema usiue. Usiue kwa kupanga, usiue kwa kudhamiria. Sisi Wakristo tunaaswa katika maandiko matakatifu. Hata katika kiwango ambacho mwingine amekufanyia ubaya, tunaambiwa usilipe ubaya kwa ubaya, usilipe kisasi. Kisasi kwa Mkristo ni dhambi. Mtu anaweza akakukosa kukuua, lakini huwezi ukapanga, na wala unaambiwa usidhamirie kwenda kumuua. Unaweza ukakumbuka, kwa sababu usipokumbuka ni ujinga, atakuua. Lakini usidhamirie wala usipange wala usinuie kwenda kuua. Wapo wanaoua kwa kujitetea, wanajikuta wamefanya hivyo, wanajitetea. Kila mmoja huwa anajua kujitetea, lakini sio kupanga, sio kunuia. Hata Bwana wetu Yesu Kristo anamwambia Petro, rudisha upanga wako harani, rudisha upanga wako kibindoni. Anatufundisha kuua ni dhambi, na ameeneza dini Bwana wetu Yesu Kristo kwa amani, kwa hoja. Hakueneza dini yake kwa upanga. Yeye ili watu waokoke, ili apate wafuasi, alikufa yeye mwenyewe. Sio kuua ili upate. Kisasi katika Agano Jipya zilipendwa. Wafarisafa ya Bwana wetu Yesu Kristo hata wanapomuuliza mbona katika Agano Jipya, anawaambia kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Kisasi ni ugumu wa mioyo ya wanadamu. Mauaji, tena mauaji ya makusudi, ni dhambi dhidi ya amri ya 5. Hivyo usiue wala usipange kuua wala usichekelee mauaji. Wapo wengine kimsingi mimi naona ni kama walikuwa nachekelea maneno ya mizaha, kejeli. Watu wanadai haki zao, wanaomba, wanakejeliwa. Mimi nazungumza haya ndugu zangu kwa uchungu mkubwa, kwa sababu tuna kizazi cha watoto wadogo walioona wakijifunza kutoka kwetu sisi wakubwa kwamba kumbe unaweza ukajieneza, unaweza ukafanyika kukubalika kwa njia ya nguvu, kwa njia ya mabavu. Tunafundisha nini? Tunaasa nini? Tunaacha nini? Urithi kwa watoto wetu ni nini? Huko ndugu zangu sio kujitetea, bali ni kutekeleza uovu. Sisi sio mahakimu wa roho za watu, na wengi wetu hatujui hata taratibu nyingi za usalama za kulinda maisha ya watu na mali zao. Hatuzijui taratibu hizi za vyombo vya usalama. Lakini tulichoona, kuna kila sababu ya kusema kabisa, nilipake rangi gani ili nisitekwe? Nilipake rangi gani ili nisiuawe? Ni lazima niite, ni unyama. Hawa wamemkosea Mungu na wamekosea taifa letu. Kabisa, hawa wamemkosea Mungu na wametukosea sisi wa Tanzania. Katika Zaburi ya 15 Mfalme Daudi anahoji na kufanya tafakari. Anasema, ni nani ye Mungu atakayekaa katika hema lako? Ni nani atakayeishi katika mlima wako mtakatifu? Sambamba na Zaburi hiyo ipo ya 24 pia. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana?
Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Ni nani, ndugu zangu, atakayefika mbele ya Mwenyezi Mungu kwenye kiti cha enzi huko mbinguni waliko watakatifu wengine? Ni nani? Majibu wanayatoa mzaburi: ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Mikono safi, ndugu zangu. Mikono yetu inapaswa kutumika kama ishara ya ukarimu. Unampatia mtu, unamuokoa mtu. Wachungaji, unambariki mtu kwa mikono. Mikono ikigeuka kufanya dhambi, inaiba, inaua, umeenda mbali. Asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, Zaburi anasema, atakayefika mbinguni ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala haapi kwa hila. Ni kweli Mwenyezi Mungu ana huruma, na huruma yake yadumu milele. Huruma ya Mungu iko kwa wote walio tayari na kumrudia yeye. Hivyo tunaalikwa kutubu na kuiamini Injili, kutubu makosa yetu. Wapo waumini wetu wameshiriki kwa namna moja au nyingine katika kushabikia, wameshiriki hata katika kunyamazia, na wengine pengine wametoa amri kabisa. Tunawakumbusha, hiyo ni dhambi, hiyo ni dhambi. Kupanga kuua na kuangamiza ni dhambi. Kushiriki kwa kunyamazia ukimya, kunyamazia uovu, huko nako ni kushiriki. Kushabikia kwa kutoa kejeli, kutoa maneno ya kejeli, kusingizia, nako ni kushiriki dhambi hiyo. Ukatae dhambi, ukatae mauaji. Kama uweze kukataa kwa sauti, wala ununa tu, onyesha kununa, kutoridhika. Hata yule anayekuambia atajua kabisa umenuna, uridhiki. Tusije tukatumika vibaya. Unaweza ukatumika kibaya na ukatumika kweli vibaya. Kama haitoki moyoni, kwa nini ulienda? Ni dhambi. Na hivyo sasa baadaye ushiriki pamoja na sisi katika Ekaristia Takatifu, ushiriki na wengine katika meza ya Bwana. Unapaswa kufanya toba, tena toba ya kweli, toba ya ndani. Tafakarini maneno ya Mwenyezi Mungu, tena myatafakari kwa makini, anayetuambia tutubu na kuiamini Injili, tuache dhambi. Hivyo tusijongee katika kupokea mwili na damu ya Kristo. Kama tumeshiriki kikweli kweli, upaswe kupokea komunio takatifu. Kama umeshiriki kweli kweli, kama umeshiriki kwa kushabikia, upaswi. Kama umeshabikia kwa namna yoyote, hata kwa maneno ya kejeli, upaswi. Unachopaswa kufanya ni kutubu, na Mungu ana huruma, na huruma yake yadumu milele. Atakuhurumia. Fanya toba na upate malipizi. Basi nimalizie kwa mistari michache kutoka katika kitabu cha Luka, sura ya 6 na 25. Ole wenu ninyi mlioshiba sasa, kwa kuwa mtaona njaa.
Hapo watu wameshiba, shiba madaraka, shiba mali, shiba sifa. Ole wenu ninyi mnaocheka sasa, kwa kuwa mtaomboleza na kulia. Zangu, mlie pamoja na wanaolia. Nazidi kuwapa pole, poleni sana wa Tanzania, ili liwe fundisho na kamwe tusirudie tena. Na kama kweli tunapaswa kulimaliza, lazima turejee meza ya mazungumzo. Aliyekosa akiri dhambi zake. Unapokiri haina maana kwamba wewe mwenyewe umelitenda, lakini jamii unayoibeba imetenda. Baba Mtakatifu daima huwa anakiri kwa dhambi za mapadri, anakiri kwa dhambi za watawa, anakiri kwa dhambi za waumini. Sio kwamba ametenda yeye. Lazima tuone watu wanaokiri dhambi zao. Tumsifu Yesu Kristo.